ulinivunja kabisa, usaliti. Baba anatoka alfajiri, mkono umechoka, kiatu kimeshachoka. Waifu, hebu niletee roba hilo la kazi. Asante sana. Sawa kipenzi. Ila libeli kwezi kuna kuelekeza kurudi kazini, ulivyokuwa ninakuwa. Kuhusu hili usijali, sana wasiwasi. Sijamanielewa. Kwa sababu nikivaa hivi na kama mavumba ndo yanaongezeka. Tena sana wasiwasi kabisa na mtoto. Haujisikii vibaya kweli? Hamna sana shida. Hili ndo dhana langu la kazi, waga nikivaa hivi na kama napata sana pesa. Sasa vipi mtoto ba? Anapumzika. Analala. Basi ana shida. Sema akiamka mwambie baba yako anakusalimia. Sawa? Na nikirudi nitamletea zawadi. Sawa? Sawa. Mungu atakudishia. Makopo ya baba ndio mkate wetu. Makopo ya baba hayakosi thamani. Baba anatoka alfajiri, mkono umechoka, kiatu kimeshachoka, mtaa unamjua kwa mlio wa chupa, kila kopo analichukua. Maisha ya leo, mama yupo ndani na mtoto pembeni, wanatazama mlango, wanangoja jua lirudi. Mezani tupu, sufuria kimya, lakini pumzi bado ipo. Hiyo ndiyo nguvu. Kila siku ni mapambano, kila tone ni jasho lake. Akiwa mbali moyo uko nyumbani, akikamata riziki anaitisha tumaini. Makopo ya baba ndio mkate wetu. Makopo ya baba hayakosi thamani. Mama na mwanaye wanakaa tu nyumbani, tukingoja baba arudi na riziki. Usiku ukifika, taa ni ndogo, picha ukutani, ukimya mlangoni. Mama anamwambia mtoto subiri kidogo. Vipi wewe? Fresh kaka, inakuaje? Fresh tu. Naona uko jogwa. Kama kawaida, si unajua tunatafuta nini ili mkono uende nywani. Ndio. Vipi kuhusu familia? Bana, familia nashukuru Mungu. Kwa sasa hivi kidogo tunaendelea vizuri. Pia dogo anaendelea vizuri pia. Dogo uko fresh kabisa na nimemwacha huko kama na mama yake. Waje? Vipi? Una mpango na gani shemeji? Kuhusu shemeji yako bana JK, mipango yangu bado iko vile vile. Na unajua wazi kama shemeji yako mimi nampenda sana. Na mipango yetu bado iko vile vile. Kwa hiyo kusilo hata usiwazi. Unajua fika shemeji ametengana na wazazi wake pindi pale ulipompatia ujauzito wao. Hilo nalifahamu. Kwa hiyo mimi furaha yangu muona shemeji na wewe ukiwa mnafurahi sana, mnaenjoy maisha yako. Sasa labda nikuondoa wasiwasi. Ndio. Hilo mimi nalijua. Na Amina ni mwanamke ambaye nampenda sana. Ndio. Kwa hiyo mipango bado iko vile vile, na unajua kabisa kama mimi nimepanga bado. Kwa hiyo hivyo maisha yenyewe kupango pakavu tia mchuzi, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu iko kidogo ambacho nakipata. Tayari sasa hivi nishanunua kiwanja na kuna baadhi ya vifaa ambavyo
nimeshavipata tayari ambayo nimenunua. Kwa hiyo usilo sio na wasiwasi. Ndio. Mambo yakiwa vizuri basi tutamuoa kabisa. Sawa, safi sana na ndio maana nakukubali bwana. Basi usilo sijali. Haina noma, mimi nasubiri tu pale JK. Leo hii hapa sherehe hapo. Au si? Kama tutaenda huko viwanja tutakuwa fresh, tutamwagilia moyo uhakika. Usilo usiwaze mwanangu. Basi poa, subiri nikuache na mimi niingie kazini kwanza. Basi poa, baadaye tutagomeana mwana. Basi poa. Poa, haina noma. Poa. JK bwana. Anamka kabla ya alfajiri, kijiji bado kimelala. Mkono mmoja kazi nzito, moyo mmoja nyumbani. Mke wake anamsubiri na mtoto anaita baba. Hata akiwa hajasonga, anavuta maisha mbele. Jordan. Jordan, mambo. Poa. Poa. Hivi Jordan, kwa nini hutaki kunielewa? Naomba nisikilize. Hivi kwa nini nawe unashinda kunielewa? Na kila siku tunaongea jambo moja. Nimekuambia sikupendi, na mpenzi wangu. Shida iko wapi? Mimi unajua siwezi kuwa bila wewe. Hivi ushawahi kunifikiria mimi nalalaje kwa nyumbani? Ushawahi kufikiria napitia hali gani? Mwenzako nakupenda. Naomba unielewe please. Naomba unisikilize. Kwani mimi hapa nina kasoro gani? Kwani mimi sifai kwa mke au nimekuwa mbaya labda? Sema nakukela. Sijabaanisha hivyo. Lakini sijazoea kumchiti mpenzi wangu. Angel, hebu naomba uniache basi. Bani, naomba nisikize. Unajua mimi jinsi gani ninapenda. Mimi siwezi. Angel, labda nikwambie kitu kimoja. Mpenzi wangu mimi nampenda sana. Hata mimi nakupenda. Lakini sasa sije nikuelekeze vipi sije uweze kuelewa. Mimi siwezi kumwacha mpenzi wangu eti kwa sababu yako. Jaribu kuwa hata muelewa kidogo. Kwani mimi mbaya? Sijamaanisha hivyo. Sina sifa za kuwa mwanamke wako. Hivi wewe mwenyewe uone maisha magumu ambayo unayapitia? Leti ungekuwa na mimi, yani kila kitu ningebadilisha katika maisha yako, lakini bado uelewi. Nifanye nini nionekane kama nakupenda? Hivi kwa nini nyinyi watu mliokuwa na pesa mnapenda sana kutudharau sana? Okay, leo sina muda sana kuongea. Ila nakuomba chochote kitu ambacho nitakupatia naomba kipokee tafadhali. Tutaongea baadaye. Ila shika hapa nitakusaidia, please. Nakuomba. Angel, naomba nisikilize basi kwanza Angel. Si Jordan. Akiwa hajasonga, anavuta maisha mbele. Kuna mwanamke wa pesa. Sawa. Hizo pesa zako baki nazo. Sawa. Alafu utajiri wako, mbona kama mnatunyanyasa sisi tunafanya kazi hizi jamani? Hiki ninachokipata naridhika nacho. Sijui unanielewa? Naomba uniache na maisha yangu. Naomba uniache na familia yangu. Wewe pesa zako baki nazo. Wewe baki na maisha yako. Najua siwezi kumsaliti,
hata kama sina kitu. Siwezi kumsaliti, siwezi kumsaliti. Nina njaa, nina shida, lakini nina heshima. Oya mwanangu JK. Mwanangu, kuna kitu kidogo ambacho kinanisumbua. Kuna demu mmoja hivi huwa amekuwa mtu wa kunisumbua sana, na najitahidi kwa mbali naye, lakini bado ananifuatilia. Na wewe unajua jinsi gani ninavyompenda shemeji yako. Ndio. Kwa hiyo yani nashindwa hata kujua kwamba nafanyaje. Kwa hiyo ndio maana nikakuita wewe hapo ili nikuelekeze, ili uweze kidogo kunipa japo na ushauri kidogo, ili nijue nafanyaje. Ndio. Rafiki yangu, ni jambo nzuri sana ambalo nilifanya kuja kwangu kuomba ushauri. Na hawa mademu wa siku hizi ambao wana pesa sio mademu wazuri. Mimi nawajua. Lengo lake ni kukuchezea tu afu akuache. Na najua anavyokupenda shemeji, ndio sababu ule shemeji umetoka naye mbali sana. Zingatia, shemeji amfukuzwa kwao sababu yako, ameacha shule sababu yako, na amegombana na wazazi wake, ila wazazi wake hawajui kama ameacha shule kwa sababu yako wewe. Kwa hiyo hicho kitu ambacho unakifanya uko sahihi sana. Hilo mimi nalijua, na unajua mimi nampenda sana. Ndio. Na sio kumpenda, tukizingatia mimi sasa hivi na mimi tuna mtoto. Ndio, tena mtoto ambaye anatuangalia sisi. Kwa hiyo najaribu kuwaza kwamba nikisha kuja kumwacha Amina na mtoto mdogo ataishi kwenye mazingira gani. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinanifanya nishindwe kabisa kumsikiliza yule mwanamke. Nimeona ile siku anakupatia hela, sijui ile hela ulikuwekea ama hapana. Unajua anachokifanya, anajaribu kunishawishi. Anajaribu kunishawishi kama vile ananipa pesa, lakini siko pamoja naye. Unanielewa? Nakuelewa sana. Ndio maana nikamwambia nikwambie wewe hapo rafiki yangu, kwa sababu wewe mtu ambaye unanishauri vitu bora sana. Kweli. Kwa hiyo ishu kubwa ndio. Basi poa rafiki yangu, wewe achana naye. Basi poa, haina noma. Poa, ngoja kwanza niende kazini, maana muda huu niende. Basi. Basi poa, haina noma. Baadaye mimi nitakucheki hapo. Poa, haina noma. Usaliti ulinivunja kabisa. Usaliti moyo wangu bado nauma. Usaliti